Mpendwa msikilizaji wa kipindi cha kupendwa cha Kesha la Asubuhi, Baba yetu anajali. Baki nasi, fungua moyo wako. Usisahau kusubscribe na kusambaza kwa wengine. Mungu akubariki. Nena rohoni Yesu, nena kwa upole, sema kwangu kwa pendo, huachwi upweke. Fungua moyo wangu, nisikie mara, jaza roho na sifa, sifa zako Bwana. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Karibu katika Kesha la Asubuhi la Februari 24. Somo lisemalo, malaika wananiandaa kwa ajili ya umilele. Hebu na tuombe. Baba wa mbinguni, asante kwa kuwa pamoja nasi. Asubuhi hii tunapotafakari maneno yako, tunaomba uwe pamoja nasi. Tunaomba kwa jina la mwanao mpendwa Yesu Kristo, amina. Tazama, mimi namtuma malaika aende mbele yako, ili akulinde njiani na kukupeleka mpaka mahali pale nilipokutengezea. Kutoka 23 mstari wa 20. Mbingu yote inashughulika katika kazi ya kuandaa watu ili kusimama katika siku ya maandalio ya Bwana. Uhusiano wa mbingu na dunia unaonekana kuwa wa karibu mno. Viumbe wa mbinguni wanangoja kwa bidii na subira ili kuelimisha mawakala wa kibinadamu, ili wawe watendakazi pamoja na hawa malaika wa mbinguni katika kumwasilisha Yesu, mkombozi wa ulimwengu, aliyejaa neema na kweli. Chozi la kwanza la toba kwa ajili ya dhambi huleta furaha miongoni mwa malaika wa mbinguni katika nyua za mbinguni. Wajumbe wa mbinguni wako tayari kupaa kwa haraka ili kuihudumia nafsi inayomtafuta Yesu. Mungu ameandaa mambo makuu na yaliyotukuka kwa ajili ya wale wampendao yeye. Malaika wanangojea kwa shauku kubwa ushindi wa mwisho wa watu wa Mungu. Wakati maserafi na makerubi na 10,000 mara 10,000 na maelfu ya maelfu wataimba nyimbo za waliobarikiwa na kusherekea ushindi wa mafanikio ya upatanisho katika kurejeshwa kwa mwanadamu. Yesu alihesabu gharama ya wokovu wa kila mwana na binti wa Adamu. Alitoa namna nyingi ambazo kama wangetii masharti, hakuna mwenye sababu ya kuangamia, bali waweze kupata uzima wa milele. Kila malaika wa mbinguni anafanya kazi kama wakala wake ili kumvuta mwanadamu kwa Mungu. Malaika wa utukufu wanafurahia katika kutoa upendo na ulinzi usio kikomo kwa watu walioanguka na wasio watakatifu. Viumbe wa mbinguni huibembeleza mioyo ya wanadamu. Wanaleta katika ulimwengu huu wenye giza nuru kutoka katika nyua za mbinguni. Kwa huduma tulivu na ya uvumilivu, wanazigusa roho za wanadamu ili kuwaleta waliopotea katika kuwa na ushirika na Yesu, ambao ni wa karibu mno kuliko vile ambavyo wanaweza kuelewa. Na huu ndio mwisho wa somo lisemalo, malaika wananiandaa kwa ajili ya umilele. Hebu na tuombe.
Asante Baba kwa somo zuri ulotupatia. Asante kwa malaika ambao wako tayari kutuandaa kwa ajili ya maisha ya umilele. Tunaomba yote kwa ajili ya mwanao mpendwa Yesu Kristo. Amina. Nena kama zamani ulipoitoa sheria takatifu, niweke pia nipate kutukuza wewe Mungu wangu, mapenzi yako tena daima kusifu. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Kila siku nene Vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi